Habari ya jioni na tumai wote mko salama. Kwa majina naitwa Emmanuel Kweka. Nimeweza kuwa katika sekta ya mambo ya afya kwa miaka 12 sasa. Kwa nina experience ya kutosha katika masuala ya afya ya mmeng'enyo wa chakula, na kwa siku hii ya leo tutakwenda kuzungumza juu ya afya ya mmeng'enyo wa chakula, ambacho ni kitu kinachosumbua watu wengi sana. Sasa tutakwenda kushare kwa pamoja kuona ni vitu gani ambavyo vinakwenda kuleta changamoto katika afya yetu ya mmeng'enyo wa chakula, na hivyo basi kupelekea kupata changamoto mbalimbali za afya. Tunapoanza kabisa katika haya maisha ambayo tuko nayo, tumezungukwa na vitu vingi sana ambavyo ni changamoto za kiafya. Tumekuwa tukishuhudia ndugu zetu, tumekuwa tukishuhudia marafiki zetu, ama sisi wenyewe binafsi tukipata changamoto kadha wa kadha za kiafya, na hivyo zinatufanya tunakwenda hospitali, tunatibiwa, tunakwenda huku na huku kutafuta matibabu, na yote ya yote ni mfumo wa maisha ambao tunaishi ndio unatupelekea katika changamoto mbalimbali za kiafya. Hebu anza kuvuta taswira ukiangalia mazingira kama haya, uchafuzi wa mazingira kama hivi. Haya yote yanapelekea kuanza kuharibu mfumo mzima wa maisha ambao tuko nao na kutupeleka kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tukiangalia mazingira kama haya, pengine mtaani unapoishi kuna sehemu iko namna hii, kuna dampo za namna hii, kunazalishwa wadudu wabaya na kuleta mamilipuko ya magonjwa mbalimbali ambayo yanakwenda kuhatarisha afya zetu. Ila pia sio hivyo tu. Tukiangalia katika mfumo wa maisha ambao tuko nao sasa hivi, kuna magari yanatoa mioshi na kelele za mapikipiki, kelele za wale wanazunguka na vitangazo vile, sumu ya panya, mende, kiroboto. Hizo zote ni noise pollution. Unakuja mamioshi ya maviwanda. Pengine unapoishi hakuna moshi wa viwanda au hakuna kiwanda, lakini effect ya ule moshi unakwenda kuipata mpaka wewe. Inakwenda kuharibu mazingira, ila pia inakwenda kuharibu mfumo wako mzima wa upumuaji. Na kuna bwana mmoja daktari aliweza kuongea kitu kimoja, akasema kwamba ukikaa karibu na mtu anayevuta sigara, akivuta sigara 5, wewe tayari ushavuta ya kwako moja kwa ule moshi ambao unaupata. Kwa sio lazima sana wewe ufanye kitu ambacho kikakupelekea kwenye changamoto ya afya, bali tumezungukwa na mazingira yanayotulazimishia. Utapita mahali unakuta wanachoma matakataka, mimoshi ile utavuta, tayari unakwenda kuhatarisha afya yako nzima ya mfumo wako wa upumuaji. Ila pia katika mfumo wa maisha ambao tuko nao leo hii, kuna watu kila siku iendayo kwa Mungu lazima ameze vidonge, dawa kwa ajili ya afya yake, ana changamoto ya afya. Kuna watu wanameza vidonge for lifetime. Kuna watu wanameza vidonge kwa wakati fulani ambapo wameumwa. Pengine unavoumwa unaenda hospitali kutatua changamoto yako, kuna vidonge utapewa, utakuwa unameza. Sawa, vidonge vinakwenda kutibu ile changamoto, lakini inaacha madhara mbalimbali katika mwili wako na kukupelekea kwenye hatari mbalimbali. Mazingira yanayotuzunguka leo hii, tunakula mboga za namna gani? Ukikutana na mboga kama hii sokoni, utaikimbilia mboga ipi? Watu wengi watakimbilia mboga yenye muonekano mzuri, ambayo inaonekana vizuri kama hivyo, inavutia. Na hii mboga iliyoliwaliwa na wadudu hawana time nayo. Lakini ukija kuangalia uhalisia wa maisha, hii mboga iliyoliwaliwa na wadudu ndio mboga salama, kwa sababu haijapigwa masumu ya kuua wadudu, ndio maana wadudu wanaendelea kuila. Hii huku iliyopendeza vizuri, inayovutia macho, ni mboga ambayo tayari ina mambo kadha wa kadha ya kuathiri afya ya kwako. Kwa kutokana na haya yote, yamekuwa yakichangia na kutupeleka katika changamoto kubwa sana za kiafya, changamoto ambazo zinatesa afya za watu wengi mno leo hii, na kupelekea mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula kuharibika na kupata machangamoto kadha wa kadha. Ila pia tumezungukwa na mfumo wa maisha ambao tuko very busy, tuko very occupied. Stressi za kazini, stressi za familia, stressi za mambo mbalimbali ya kibiashara, stressi za kiuchumi. Yani unakuta kichwa kimekuwa hot,
ukigeuka huku kuna hili, ukigeuka huku kuna hili, na bado mambo yanatakiwa kwenda. Sasa haya yote yanakwenda kuleta effect kubwa sana katika afya zetu. Sasa hebu tujiulize kwa pamoja, mimi na wewe ambao tunatamani kuwa na afya bora, je, tunachagua lipi hasa kutupeleka kwenye afya bora? Ni vigumu kuepuka haya mazingira au hivi vyote ambavyo vinatupelekea kuhatarisha afya zetu, lakini kwa asilimia kubwa tuna uwezo wa kuanza kuangalia ni namna gani tutakwenda kuijali afya yetu kwa spidi kubwa kabisa kupita maelezo. Sasa stress kama hizi zinakwenda kuleta effect kubwa sana. Tutaona baadaye ni vitu gani ambavyo vinakwenda kusababishwa na changamoto kama hizi. Hayo yote niliyoyaongelea hapo yanatupeleka kwenye changamoto za mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Sasa tunapoongelea mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, kuna vitu vingi ndani yake. Wataalamu wa afya wanasema zaidi ya 75% za mifumo yote ya mwili zinaanzia kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Sasa je, mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula uko kwa namna gani? Na kuna vitu vingi ambavyo vinachangia changamoto za mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, kuona kwamba hii ni changamoto ya mmeng'enyo wa chakula. Cha kwanza, mtu ambaye anapata kiungulia mara kwa mara. Ukiona unapata kiungulia mara kwa mara, ujue tayari kuna changamoto kwenye mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula. Kuna watu wengine kukohoa mara kwa mara, changamoto ya mmeng'enyo wa chakula. Kuna mwingine anajisikia kichefuchefu mara kwa mara au kutapika. Hiyo hali inakuwa inamjia inapotea, inamjia inapotea. Hiyo yote ni changamoto ya mmeng'enyo wa chakula. Ila pia kuna wengine wanapata wakati mgumu sana kumeza kitu, anahisi kama kinakwama kooni. Kwa hiyo mfikiria, kama ukiwa unakula chakula unahisi kuna kitu kinakaba, inakuwa ngumu kumeza, ujue tayari kuna changamoto katika mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula. Ila watu wengine wanasikia tumbo kuwaka moto, tumbo kuuma, anasikia maumivu makali kabisa tumboni, akishakula tu maumivu yanaanza, au kuna muda linauma alafu linaachia. Kwa anza kufikiria, ukiona tu hali hiyo inakuja na kujirudia rudia, jua tayari kuna kitu kinaanza kutokea. Kuna wengine wanapoteza appetite ya kula. Sina hamu ya kula. Anasikia njaa lakini hamu ya kula hana. Sasa sijui nile nini. Kwa njaa ipo lakini hajui yale nini. Appetite imepotea kabisa ya kula. Tayari hapo kuna changamoto katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Ila pia mtu mwingine kujihisi kuvimbiwa, tumbo limejaa wakati wote, anakosa hata sehemu ya kuingiza chakula kingine, tumbo kunguruma mara kwa mara, tumbo kujaa gesi. Ukiona vitu hivi vinakuandama, ukiona asidi ya mara kwa mara inakusumbua tumboni, jua tayari shida kubwa au kiini cha changamoto yako ni mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Sasa ninapoongelea mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, turudi kabisa katika picha halisi. Huo mfumo wa mmeng'enyo wa chakula ni upi? Huu ndio mfumo wa mmeng'enyo wa chakula ambapo unaanzia mdomoni unapoweka chakula na kuanza kutafuna, unakimeza, kinapita kwenye koo, kinaingia katika tumbo, kinatoka kinaingia kwenye utumbo mwembamba kwa ajili ya kufyonzwa virutubisho, na kutoka kwenda kwenye utumbo mpana kwa ajili ya kutoka nje kwenda kama uchafu. Hiyo yote tunasema ni mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, the digestive system. Sasa mifumo yote ya mwili asilimia zaidi ya 75 za mifumo yote ya mwili inaanzia hapa sasa kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Ndio maana tunasema you are what you eat. Muonekaniko wako na vile unavyokuwa ni vile unavyokula wewe. Kwa hii yote sasa tuanze kutembea na picha hii katika somo zima ambalo tunakwenda kulipata. Na ili mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula ufanye kazi vizuri, ndani ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kuna vitu vifuatavyo. Kuna utumbo mwembamba, ambapo utumbo huu ni utumbo mdogo, tunasema ni mtumbo ambao ni mrefu sana, mita 3 hadi 5 urefu wake. Umejisokota, umeweza kukaa hapo tumboni. Kwa hapo ulipo una mita 3 hadi 5 za utumbo mdogo, ambao kazi kubwa ya huu mtumbo mdogo asilimia 90 ni kufyonza virutubisho katika chakula. Na utumbo huu ndio utumbo ambao huwa unaafektiwa na vitu mbalimbali, unapata infections mbalimbali
unapata vidonda vya tumbo, unapata mambo ya acid reflux, unapata issue ya lactose intolerance, mwili unashindwa kupokea vyakula vya aina fulani fulani, ama unapata issue ya kushindwa kumeng'enywa kwa chakula. Kuna mtu anaenda haja anatoa chakula kama alivyokula. Kazi kubwa yote ilitakiwa ifanyike katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Ikishatoka hapo, tunaingia katika mfumo wa utumbo mpana ambao ndio utumbo mkubwa. Utumbo huu una urefu wa mita 1.5. Sasa ndani ya utumbo huu absorption ya water inafanyika hapo na electrolytes na minerals, na ndio maana mtu anayekaa muda mrefu bila kwenda haja kubwa mara nyingi anapata choo kigumu, kutokana na kile choo kinafyonzwa maji yote na minerals, kwa kinabakia kuwa kigumu. Ishu ya mfumo mzima wa huu utumbo mpana, watu wanaopata changamoto ya choo kigumu ama kuharisha ama kuvimbiwa ama kansa wanazosikia kansa ya utumbo na nini, vingi vinatokea hapa. Vimbe mbalimbali zinatokea hapa. Hemorrhoid kwa lugha ya kitaalamu waita hemorrhoid, kwa lugha ya kawaida ya Kiswahili inaitwa bawasiri, inatokea hapa. Hii ndiyo system ambayo tunaiongelea kwenye mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula, na kuna uhusiano mkubwa sana kati ya mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula na ubongo wako. Hivi vitu vinafanya kazi kwa kushirikiana, na ndio maana moods control inategemeana hapa. Asilimia kubwa ya watu wengi wakiwa na njaa wanakuwa na hasira. Yaani jichunguze, hata wewe ukiwa na njaa sana, kuna kahasira fulani kanakuja, unakuwa na hasira. Kwa hiyo inaonyesha uhusiano kati wa mfumo wa mmeng'enyo wa chakula ila pia na ubongo. Ila kitu kingine, ukiwa na stress na msongo wa mawazo, mambo yamekusibu mengi, huwa ina disturb mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo inaonyesha tena uhusiano wa ubongo na mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Usipokuwa sawa kichwani, kutapelekea pia mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula kushindwa kufanya kazi vizuri. Sasa katika mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula kuna bakteria ambao wanahitajika kuishi huko, ambao ni bakteria wazuri, tunasema good bacteria. Sasa kutokana na vitu tunavyokula na mambo ambayo tunayatumia yanasababisha kuwa na bakteria pia wabaya. Sasa lazima uweze kubalance mzani wako. 85% mwilini mwako iwe ni bakteria wazuri kwenye mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula, na 15% basi wawe bakteria wabaya. Kwa kuweza kubalance hiyo, ukiweza kuibalance katika namna hiyo, utakuwa na afya bora. Ila ukishindwa kuibalance hapo, bakteria wabaya wakawa ni wengi kuliko bakteria wazuri, itakupeleka katika changamoto mbalimbali za kiafya. Na kutokana na mfumo wa maisha ambao nimetoka kuongelea huko nyuma, na kutokana na vitu ambavyo tunapenda kuvitumia kwenye maisha ambayo tuko nayo, let's say umeumwa, umepewa antibiotics. Zile antibiotics unavotumia haziendi kuchagua good bacteria na bad bacteria, inaenda kuua wote. Kwa hiyo kuna uwezekaniko mkubwa sana wa kupoteza bakteria wazuri, kwa sababu ili bakteria wazuri wawepo tumboni mwako, kuna mazingira lazima yatengenezeke, kuna vitu lazima vifanyike, wapatikanike bakteria wazuri. Ila bakteria wabaya ni rahisi sana kuwapata, kwa sababu kila unachokula kina bakteria wabaya ambao ni rahisi kuweza kuwemo. Sasa bakteria wazuri faida zake ni zipi? Bakteria wazuri wana act kama kinga yako ya mwili, ni askari wa mwilini mwako, wanakwenda kupambana na changamoto mbalimbali, wanakwenda kupambana na bakteria wabaya. Sasa ni nini kinasababisha kuweza kukosa bakteria wazuri au kuuliwa kwa bakteria wazuri tumboni? Cha kwanza ni matumizi ya kahawa na pombe. Matumizi makubwa ya kahawa na pombe yanakwenda kuathiri au kuwaua wale bakteria wazuri. Matumizi ya madawa ambayo yapo katika vyakula, tunayapata kwenye vyakula, chemicals tunayapata kwenye vyakula, yanakwenda kuua bakteria wazuri. Ila pia kuna kitu kinaitwa BPA. Hii ni chemical ambayo inapatikana katika plastic water bottles. Kwa mfano, una chupa yako ya maji, umekaa nayo kwenye gari, imepigwa na jua huko, ukayanywa yale maji, baadaye yale maji tayari yatakuwa na hizo chemicals za BPA, ambapo inapelekea kuua wale bakteria wazuri tumboni. Ila pia kama upati muda wa kulala vizuri,
kupumzika vizuri. Wataalamu wanasema uweze kupumzika masaa 6 hadi 7, uweze kupata hayo masaa hapo 6, 7, 8. Ukiweza kupata hayo masaa ya kulala, utaweza kuwa na afya bora. Ila ukishindwa kulala hayo masaa na kuandamwa na stress, msongo wa mawazo, lazima utakwenda kuua bakteria wazuri kwa asilimia kubwa sana. Ila pia matumizi ya mara kwa mara ya antibiotics ama bidhaa za uzazi wa mpango zinapelekea kuua bakteria wazuri kwa asilimia kubwa. Ila pia ulaji mbaya, junk food, vyakula vyenye kaangwa, kurostiwa, vinapelekea kwenda kuua bakteria wazuri. Ila pia vyakula vya sukari. Kuna watu wanapenda kula sana sukari kwa wingi. Vyakula vya sukari navyo vinahatarisha uhai wa bakteria wazuri katika mfumo wetu wa mmeng'enyo wa chakula. Sasa magonjwa yote huwa yanaanzia kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Unavyosikia dalili zozote za changamoto ya afya, asilimia kubwa zinatoka kuanzia kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, ikiwemo kwamba unajisikia tumbo haliko sawa, tumbo kujaa gesi, asidi nyingi mwilini, unajisikia kuna chakula ukila tumbo lako linakataa kabisa, unapenda kula masukari, mavitu matamu. Yaani ukiona kuna katabia kamekujia cha kupenda kula makeki, manini, jua tu tayari mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula una shida. Kwa sababu na hivi vitu unavyokula vinaenda kuhatarisha kabisa katika sehemu yako ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Ukiona unasumbuliwa na unasumbuliwa na allergies, jua tayari hapo katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula hakuko sawa, kunahitaji kufanyiwa matengenezo. Ila pia kuna watu wengine wanaweza wakaongezeka ghafla uzito au wakapungua ghafla uzito. Hizo zote ni changamoto ambazo zinaonyesha, ni saini inaonyesha kwamba kwenye mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula tayari kuna tatizo. Kuishiwa nguvu, kuchoka. Kuna mtu mwingine akila tu chakula mchana, nusu saa nyingi ataanza kusinzia, anajisikia kuchoka. Ukiona tu hali ya kuchoka, uchovu, unapokula chakula baada ya hapo unajisikia usingizi na nini, jua tayari hiyo ni saini mojawapo kwamba katika mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula hakuko sawa. Kuna shida ambayo inatakiwa uichukulie hatua mapema kabisa na kuweza kuitatua. Sasa hizi ni tabia 8 ambazo zinaharibu kabisa mfumo wetu wa mmeng'enyo wa chakula. Tabia ya kwanza ni matumizi ya antibiotic za mara kwa mara. Yaani kuna mtu akijisikia kuumwa tu, sikia azuma, kaisha kimbilia azuma. Yaani endo daktari kajijaji mwenyewe, kaisha jihudumia mwenyewe. Ni tabia mbaya sana, tabia ya kuchukua tu dawa bila maelekezo yoyote kutoka kwa daktari, kwa sababu inakupelekea kwenye changamoto za mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula. Uvutaji wa sigara. Sasa pengine uvuti wewe, ila wanaovuta jirani zako wanakusababishia na wewe kuingia kwenye changamoto ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Kunywa pombe kupita kiasi inakupelekea kwenye changamoto ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Kutokuwa na mazoezi. Kuna watu mazoezi washajiwekea, mimi sio ya kwangu bwana. Jitahidi at least hata mara 3 kwa wiki uweze kuushurutisha mwili wako, ukafanya mazoezi, ukaamsha muscles zako, ili mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula uweze kufanya kazi vizuri. Ila pia kutokuweza kupata vyakula ambavyo vinakupa prebiotic. Prebiotic ni yale mazingira ambayo yanaandaliwa kwa ajili ya probiotic ya bakteria wazuri. Kwa uweze kula vyakula ambavyo vinaandaa mazingira rafiki ya bakteria wazuri kuzaliwa tumboni mwako. Ila pia ukiwa una tabia ya kula pasipo kueleweka, yaani wewe saa nyingine unakula saa 5 usiku, mara saa 6, mara saa 4, na ukila kidogo umeenda kulala, hizi zote zinapelekea changamoto za mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula. Ila ukiwa na too much stress, kweli stress inakuwa ni ngumu kuzihandle, lakini jitahidi kuzipunguza kwa namna moja ama nyingine. Utapoweza kuzipunguza, utakuwa una uhakika wa afya yako ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Ila ukiwa mtu wa stress mara kwa mara, lazima itapelekea kwenye changamoto kubwa ya mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula. Ila pia pata muda wa kupumzika. Pata muda wa masaa 6, 7, 8 wa kuweza kulala vizuri, ili uweze kusaidia afya yako ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Sasa wengi tunaamini kwamba ulaji wa mlo kamili unatupelekea kwenye afya bora. Ni kweli, mlo kamili upate carbohydrate, upate matunda na mboga,
upate dairy, upate fats, upate protein. Hii itakupelekea kuweza kuwa na afya bora. Sasa tujiulize, mimi na wewe ambao tunajali afya zetu, tunapenda afya zetu, je, tokea asubuhi mpaka sasa tumeweza kutumia kipi kati ya hivi vyote? Tumekula mlo kamili au tulichagua tu carbohydrate tukapita nayo moja kwa moja na protini? Asilimia kubwa ya watu unakuta hatuli mlo kamili. Ukiangalia ulaji wetu unakwenda namna hii. Mboga ya majani ukiangalia hapo ni kwa mbali kidogo, ila wanga kwa wingi, manyama hayo kwa wingi, ambao sawa, nyama ni nzuri, ni protein, lakini je, ni protini rahisi au ni ngumu? Umeng'enywaji wa nyama unatumia muda gani mwilini mwako? Sasa unakuta mtu blood group yake na uwezeshwaji wa asidi na vitu vya kuweza kusaidia mmeng'enyo wa chakula uko hafifu, na anakula nyama kwa wingi. Kala nyama leo, kala nyama kesho, kala nyama kesho kutwa, kafululiza, vyakula vyake vingi vina nyama. Kwa hiyo umeng'enywaji wa ile nyama kule tumboni lazima kulete tu jamu, kwa sababu hakutakuwa na usawa wa kumeng'enywa chakula kwa haraka na kutoka kwa haraka. Sasa vyakula tunavyokula vingi, wanga ndo mwingi kuliko vingine vyote, kiafya sio salama, na hivyo hupelekea katika changamoto mbalimbali za kiafya kama gastroesophageal reflux disease. Ni yale matatizo ya watu ambao wanayapata kama hii, kwa lugha rahisi tunaweza kusema GERD. Dalili yake unapata kiungulia cha mara kwa mara, maumivu, kuwaka moto kifuani, kupoteza testi ya chakula, kuwa na ukakasi, kushindwa kumeza vizuri. Kwa ukiona kuna hizi dalili, unasikia kooni kuna wakawaka moto, kuna ungua kooni, jua tayari hii ni changamoto mojawapo ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Na visababishi vingi vya changamoto za mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, kuna wengine wanapata asidi nyingi mwilini, anakula vyakula vya asidi sana, au asidi inamwagwa kwa wingi tumboni. Kwa hiyo inapelekea mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kutokufanya kazi vizuri. Wenye uzito uliozidi, uzito kupitiliza, unasababisha changamoto hizo za afya. Wajawazito wanapelekewa kupata changamoto hiyo kwa sababu ya ule mgandamizo. Gesi nyingi, nguo za kubana zinasababisha pia hiyo changamoto, ila pia usile na kulala muda huo huo. Watu wengi wanaokula na kwenda kulala inawapelekea sana changamoto hizo za mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula. Ila pia jaribu kupunguza au kuepuka alcohol na uvutaji wa sigara. Hiyo itakusababisha kuweza kuwa na afya nzuri, vinginevyo itakuwa ni kisababishi kukupeleka wewe kwenye tatizo hilo. Ila pia katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, watu wengi wanateseka na ishu ya vidonda vya tumbo. Watu wanatibu miaka na miaka, wengine wanashasema vidonda huwa viponi, vidonda vya tumbo. Hivyo hivyo nasogeza siku, kila mmoja anaamini anavyoamini, ila wapo ambao wanaamua kudili na vidonda vya tumbo na wanapona kabisa, kwa sababu ni issue ya lifestyle na kujua utumie nini na kifanye kazi gani. Sasa asilimia kubwa ya changamoto za vidonda vya tumbo, kuna ambao wanasababishwa na bakteria wabaya ambao wanaitwa H pylori. Ukila vibaya, mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula hauko sawa, itapelekea kuzalishwa kwa wadudu wabaya tumboni mwako ambao H pylori watakwenda kusababisha wewe uweze kupata vidonda vya tumbo. Ila issue nyingine ni umezaji wa madawa ya NSAIDs, ambayo kwa mfano Diclofenac. Kuna watu ambao mimi kwenye maisha yangu yote ya ukuaji, unakuta kwa mfano mwanamke akiingia katika siku zake anapata maumivu makali ya tumbo, kwa ameshajiwekea kila akiingia katika period yeye atameza Diclofenac. Yaani ni kwenda tu pharmacy au duka la dawa kuchukua Diclofenac. Kazi yake ni Diclofenac tu mpaka amalize siku zake. Sasa hiyo matumizi mabaya ya dawa kama hizo yanapelekea kuweza kuleta vidonda vya tumbo. Kuvimbiwa. Nini kinasababisha watu kupata changamoto za kuvimbiwa? Kuvimbiwa, kuna watu wanakula haraka, hawatafuni vizuri chakula kikatafunika vizuri kikawa laini, anakula mabongebonge, mapande pande. Ukila katika staili hiyo inakupelekea wewe kupata changamoto ya kuvimbiwa. Ila pia ishu nyingine ya kuvimbiwa ni kutokubalance kwa bakteria wazuri na wabaya tumboni. Tunasema bacterial imbalance. Ndio maana niliongelea pale mwanzoni katika masuala mazima ya bakteria inatakiwa wa balance. Asilimia 85 bakteria wazuri, asilimia
15 bakteria wabaya. Kuandamwa na stress za mara kwa mara, kupata choo kigumu mara kwa mara, changamoto za figo, changamoto za kubagua vyakula, chakula hichi kinanikataa. Mwingine akinywa maziwa yanamkataa, tumbo linawaka moto, anajisikia vibaya kabisa. Haya yote yanapelekea changamoto kubwa sana ya kuweza kuharibu mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula. Sasa hebu tuone katika vyoo hivi. Hapa ni aina ya vyoo ambavyo watu huvipata. Type 1 ya choo, huyo ana severe constipation. Yaani ukiona umeenda chooni unapata choo cha kama mavi ya mbuzi, jua tayari hapo ni severe constipation, inabidi upambane utatue changamoto hiyo. Type 2 hapo ni mild constipation. Kwa hiyo tukiangalia kwa type 2 pale ni mild constipation. Kwa hiyo tayari unaka constipation fulani hivi cha size ya kati. Type 3 ni choo cha kawaida, ni normal. Kinatoka kama sausage, mfumo wa sausage namna hiyo. Type 4 ni choo kizuri pia, ni normal. Kinatoka kama sausage hivyo au snake, smooth soft. Kinakuwa kiko soft. Type 5 tayari hapo lacking fibers, umekosa fiber mwilini, ndio kinaanza kutoka choo cha namba 5. Choo cha namba 6 ni mild diarrhea. Kadiarrhea fulani kale cha kubipu kameanza. Ila type namba 7 hiyo ni severe diarrhea. Yaani ukienda hujachuchumaa vizuri tayari kimetoka. Hiyo tumeenda type ya 7. Sasa hizi types zote hizi zikuweze kukuidentify kwamba una mfumo sahihi wa mmeng'enyo wa chakula au tayari mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula umeingiliwa. Kuna mtu akiingia haja mpaka majirani watajua kweli kaingia haja. Anaweza kakaa nusu saa ana pushi tu. Sasa mwingine anaweka mpaka kimziki ili majirani wasisikie kama yuko haja. Ukiona nawe ni mmoja wapo, ukitoka haja hadi jasho linatoka, jua tayari una changamoto ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Ni bora uanze kupambana haraka uweze kutatua changamoto hiyo. Ila pia tunaongelea katika mfumo mzima. Ukiona katika mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula ukienda we ni kuharisha tu, jua tayari kuna shida kwenye mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula. Kuna kitu kinahitajika ufanye katika mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula ili uweze kuwa sawa. Hebu jiangalie hapo afu jibu ubaki nalo. Je, wewe ukijiangalia unajiona yupi? Ukijiangalia kwenye kioo unajiona yupi? Ukijiangalia nguo zako ukivaa unajiona yupi? Haya yote yanapelekea mtu kupata changamoto mbalimbali za kiafya, kupelekea matatizo makubwa ya kiafya kwa sababu tu alianza kuzembea katika mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula na kumpelekea kuanza kupata uzito uliozidi kipimo, vivyo hivyo kumpelekea katika changamoto za moyo na changamoto za mfumo mzima wa uzungushwaji wa damu na mengine mengi. Tunasema asilimia kubwa inayoua watu sasa hivi, magonjwa yanayoongoza kwa kuua watu ni lifestyle diseases. Sasa ujichunguze, uangalie wapi unakosea. Je, ukijiangalia wewe unajiona yupi? Unatamani uwe yupi? Ni namna ya lifestyle yako ulivyoiweka. Sasa suluhu ni nini? Kutokana na haya yote ambayo tumeona huko nyuma, suluhu inakuwa nini? Watu wengi wamehangaika sana kwenda hospitali huku na huku. Watu wengi wametibiwa sana kupewa antiacid kwa sababu ya changamoto ya acid. Watu wengi wamepewa madawa mbalimbali ya vienyeji huko, lakini bado unakuta mtu changamoto yake ile ile inaendelea kumsumbua. Bado anaendelea kuteseka na changamoto ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, pamoja na kutumia madawa mengi, pamoja na kutumia vitu mbalimbali kutatua changamoto yake, lakini bado inaendelea kumtesa. Kwa nini hayo yote yanatokea? Watu wengi wanadili na tatizo na sio chanzo cha tatizo. Tarudia tena hapa. Watu wengi wanadili na tatizo na sio chanzo cha tatizo. Kama leo hii unapata severe constipation, choo kigumu mara kwa mara, ukitumia dawa ya kulainisha choo, zile wanadumkiza huko ili choo kilainike, bado hujatatua changamoto. Changamoto yako iko kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Inatakiwa kudili na mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula huko uwe sawa, ili uweze kupata choo kizuri na kwa wakati. Sasa tukiendelea, ili tuweze kuwa na afya bora,
Cha kwanza, lazima tubadili mfumo wetu wa maisha tunayoishi, tupate muda wa kupumzika ambao unahitajika, tule healthy, tule balanced diet, tupate muda wa kufanya mazoezi, tutumie virutubisho, tupunguze stress. Kuna kitu kinaitwa stress management, tujaribu kupunguza stress, ila pia tuweze kubalance vitu mwilini mwetu. Tubalance vyakula, tubalance, tule vitu ambavyo tunahakikisha vitakwenda kutupelekea bakteria wazuri kuzaliwa tumboni na mengineyo mengi. Kwa kusema haya, mimi nimejaribu katika pitapita zangu zote, na kwa miaka 10 ya uzoefu katika masuala ya afya na katika kuweza kugusa afya za watu mbalimbali, nilijifunza kupitia kampuni moja ambayo imeweza kutatua changamoto za watu wengi sana, The Aloe Vera Company. Kampuni hii imejikita katika kutengeneza bidhaa za asili na ikitumia malighafi mama kama mmea wa aloe vera ambao tunafahamu toka enzi na enzi mmea huu umekuwa ukitumika kama tiba ya changamoto mbalimbali za kiafya. Kwa kampuni hii ikaamua kutumia mmea huo, na imeweza kuthibitishwa na tume mbalimbali za kudhibiti ubora kidunia na kuweza kupewa siri ya International Aloe Science Council. Baraza la sayansi ya aloe vera duniani wamethibitisha kwamba bidhaa hizi zimekizi vigezo halali, nembo ya Waislamu. Kuna baadhi ya bidhaa zina mikingamo na imani za wenzetu Waislamu. Kwa hiyo Waislamu wameidhinisha na wamegonga siri katika bidhaa za hii kampuni kwamba hazina mikingamo na imani yao. Ila pia kosher rate, ni watu watata sana Wayahudi, bidhaa haziwezi ingia kiolela nchi za Kiyahudi. Kwa wameweza kuidhinisha bidhaa hizi na zinaingia na wanatumia huko kwamba ni bidhaa salama, hazina madhara. Ila watu wanaotetea haki za wanyama wameidhinisha bidhaa zetu hazina madhara kwa wanyama na hawala haziwanyanyasi wanyama haki zao. Dawa nyingine zinapofanyiwa testi ni huwa wanachukua wanyama na kuwatestisha zile dawa. Wakiona imekuwa ndivyo sivyo, wanasema hii haifai. Wakiona imeweki, wanaona hii sawa. Ila pia kampuni hii ina kuofa money back guarantee ndani ya siku 30. Yaani mtu akakupatia bidhaa akakupa kwa ajili ya changamoto yako, umetumia ndani ya siku 30 zote, hakuna tokeo lolote, hakuna kilichotokea, kampuni inakurudishia pesa yako. Kwa ni kampuni ambayo inajiamini kwa kile inachokifanya. Ila kizuri zaidi ni nini? Tunapoongelea aloe vera, usianze kuvuta picha ya aloe vera iliyoko nyumbani, ile umepanda hapo nyumbani kama maua. Ondoa picha ya kusema tu kila aloe vera. Kampuni ilifanya research, ikachunguza, ikachukua the best aloe vera ambayo inaitwa Aloe barbadensis Miller, na aliyefanya tafiti alikuwa anaitwa Dr. Miller. Kwa hiyo ikaitwa Aloe barbadensis Miller. Ila hiyo pekee haitoshi. Aloe vera hii inaachwa shambani ikae muda mrefu, inakuwa nene vya kutosha. Wanamenya kuondoa maganda ya nje. Haya maganda ya nje ya aloe vera na huo unjano unaoona kwenye picha hapo kushoto, hiyo ni sumu, inaitwa aloin. Sasa watu wengi pasipo kujua uwaga wanachemsha tu aloe vera wanakunywa, wengine wanatwanga, wanakamua juisi yake wanakunywa pamoja na hayo maganda, na ndio maana inakuwa chungu kweli kweli. Sasa kampuni ya Forever inatoa hayo maganda, inaondoa ile layer yenye sumu na kutumia ile jeli yenyewe ya katikati kama bidhaa ambayo inakwenda kutatua changamoto za watu. Sasa manufaa ni yapi? Mtu mwenye changamoto ya mmeng'enyo wa chakula anaweza vipi kurekebisha changamoto zake kupitia hii bidhaa ya aloe vera gel? Cha kwanza, aloe vera gel ni natural cleanser, inakwenda kudetox mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula, kuondoa taka mwili zilizoko katika mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula. Kwa yale mavyakula yaliyobaki huko hayakutoka kwa wakati, yale mapilau yatoka mwaka jana mwezi wa 12 na Pasaka ambayo yameng'ang'ania kule kwenye utumbo mpaka leo, unapotumia aloe vera gel inakwenda kucleanse na kuondoa mauchafu hayo. Ila pia inatuliza na kurekebisha asidi tumboni na kiungulia. Ina enzymes ambazo zinakwenda kurekebisha mambo ya asidi na kiungulia. Ila pia inasaidia uponyaji wa utumbo. Utumbo unapata michubuko. Utumbo unapotumia hii inakwenda kusaidia ule uponyaji wa utumbo. Ila pia inasaidia usagaji wa chakula. Ina enzymes ambazo zinakwenda kusaidia usagaji wa chakula ufanyike vizuri. Ila pia upunguza kuvimbiwa. Kwa wale watu ambao wanavimbiwa mara kwa mara, tayari aloe vera gel inakwenda kufanya kazi ya kupunguza huko kuvimbiwa.
ila pia inaboresha uwepo wa bakteria wazuri tumboni. Inatengeneza mazingira rafiki ya bakteria wazuri kuweza kuzaliwa tumboni. Bidhaa ya pili ambayo inakwenda kudili na mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula ni Forever Active Pro B. Hii inafanya usawazishwaji wa bakteria tumboni, inaweka usawia wa bakteria. Nilisema pale 85% zinatakiwa ziwe za bakteria wazuri. Kwa unapoitumia hii inakwenda kukupa bakteria wazuri kwa wingi, na ni aina 6 ya bakteria wazuri tofauti tofauti inakwenda kukupa hii Pro B. Ila pia inapunguza matatizo ya kuvimbiwa, inakusaidia inasaidia kuvunjwa na kufyonzwa, kuvunjwa na kufyonzwa kwa virutubisho vizuri mwilini. Ila pia inalinda utumbo dhidi ya bakteria wabaya. Inasaidia wakati au baada ya kutumia antibiotics. Nilisema hapo mwanzoni, unapotumia antibiotics inakwenda kuua wadudu wazuri mwilini. Sasa utapotumia hii itakwenda kusaidia kuleta wadudu wazuri mwilini. Ila pia inasaidia matatizo ya IBS ambayo tunasema ni irritable bowel syndrome. Inakwenda kusaidia changamoto hizo na kufanya kuweza kuwa na mfumo sahihi wa mmeng'enyo wa chakula. Ila pia inasaidia watu wenye matatizo ya lactose intolerance. Hii ni wale watu ambao unakuta akinywa maziwa yanamkataa, anajisikia vibaya, anasikia tumbo kuwaka moto. Ni aina ya umeng'enywaji wa sukari inayopatikana katika lactose. Kwa mtu anayetumia Active Pro B inakwenda kusaidia kabisa changamoto hizo. Bidhaa kubwa ya tatu ambayo naipendekeza katika masuala mzima ya mmeng'enyo wa chakula ni Field of Greens. Hii imetengenezwa na mboga za majani. Kwa hiyo ina wingi wa alfa, ina wingi wa nyuzi. Kwa hiyo inasaidia usafishwaji wa utumbo. Ila pia inapunguza kuvimbiwa na choo kigumu. Wanaopata choo kigumu mara kwa mara inakwenda kusaidia swala hilo. Ila pia inaboresha usagaji wa chakula. Inasaidia kuondoa gesi tumboni, kujaa na maumivu ya tumbo. Inasaidia kulinda utumbo dhidi ya asidi na vidonda. Ila pia huchochea wingi wa bakteria wazuri. Hapo mwanzoni nilisema kuna kitu kinaitwa prebiotic. Hicho ni maandalizi ya mazingira mazuri ya probiotic. Kwa hiyo bakteria wazuri huwa wanatumia fibers zile zilizoko katika Field of Greens hii na kuweza kuzaliana kwa wingi na kukua kwa wingi tumboni mwako. Kwa hiyo unapotumia Field of Green itakwenda kukusaidia wingi wa bakteria wazuri kuongezeka zaidi. Ila pia inasaidia kwa wale wasiokula mboga za kutosha. Hebu jifikirie wewe kuanzia asubuhi mpaka jioni unakula kwa wingi upi mboga za majani? Ukienda ofisini, ukienda kwenye biashara zako na shughuli zako, unapata mboga ya majani ya kutosha? If not, hakikisha hii bidhaa uikosi, uwe nayo, kwa sababu kwa kutumia hii itakwenda kusaidia kile ambacho kinakosekanika. Ila bidhaa nyingine ni Lithium Plus. Hii Lithium Plus ina kitu kinaitwa licorice root ambayo inatengeneza mucus kwenye utumbo ili kuzuia utumbo kukwanguliwa, ili kuzuia vidonda vya tumbo. Katika utumbo kuna mucus inakuwepo mule kwa ajili ya kuondoa michubuko, utumbo usikwanguliwe kutokana na vitu vinavyoingia tumboni. Kwa hiyo hii Lithium Plus inakwenda kukusaidia kutengeneza mucus hiyo. Ila pia inazuia asidi nyingi kumwagwa kwenye utumbo. Hence, mtu mwenye vidonda vya tumbo tayari itamsaidia kurecover kwa haraka. Ila pia inasaidia kupona kwa vidonda vya tumbo, kinywa, vidonda vya operation. Inasaidia au inarahisisha uwezeshaji wa uponyaji wa vidonda hivyo mwilini mwako. Ila pia inaboresha afya ya ini na figo. Inasaidia mmeng'enyo wa mafuta na sukari. Kwa mtu ambaye ana changamoto za mmeng'enyo wa mafuta au ishu ya sukari mwilini mwako katika mmeng'enyo wako wa chakula, hii ni bidhaa bora sana kuweza kuitumia. Ila pia katika mambo ya kuondoa asidi, katika mambo ya kuondoa gesi, katika mambo yote ya changamoto nilizoziongea tokea mwanzo, ni paki mojawapo ambayo inahusika kabisa katika kuweka afya yako vizuri. Ila pia Forever B Propolis. Hii inasaidia kinga ya ndani ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Kwa lugha ya kitaalamu tunasema gut immunity. Inasaidia kuzuia na kutibu maambukizi ya tumbo. Maambukizi ya tumboni ni kama bakteria wabaya wa H. pylori. Inakwenda kusaidia kuzuia
na kutibu changamoto hizo. Ila pia inatuliza uvimbe kwenye njia ya mmeng'enyo wa chakula kule tumboni, hivyo inasaidia kuondoa masuala ya inflammations. Kwa hiyo inakwenda kusaidia katika swala za kuondoa hizo vimbe. Ila pia inasaidia kurekebisha na kuponya utando wa utumbo. Utumbo nilisema una utando ambao unakava utumbo usiathiriwe. Kwa hiyo na hii nayo inakwenda kusaidia katika swala hiyo. Ila pia ina uwezo wa kupunguza taka mwili au kiondosha sumu, tuseme kwa lugha nyingine. Ila pia bidhaa nyingine bora zaidi ni hii Vanilla Ultra Right. Imetengenezwa na protini ya mimea soya. Watu wengi ambao wanapata changamoto wa kila nyama, au umeona nyama kwako haipandi, au protini ya kwenye nyama kama tunavyofahamu ni ngumu kumeng'enywa, basi hii ni protini laini ambayo inameng'enywa kwa haraka zaidi, na wengi wanaitumia hii kureplace milo yao, au anaamua inakuwa breakfast au inakuwa chakula cha usiku, anaitumia. Ni nzuri, tamu, laini, ila pia ina faida nyingi kama multivitamins kwa sababu ina vitu vingi ndani yake. Ila pia kazi yake kubwa, inaboresha usagaji wa protein na kusaidia misuli ya tumbo, kwa sababu mzigo wake ni mwepesi, inapunguza mzigo wa tumbo. Ina fiber inayosaidia choo, utapata choo kizuri na kwa wakati. Ila pia inasaidia kurekebisha kiwango cha sukari tumboni, sukari isizidi wala isipungue, inaweka sawia, kubalansisha sukari. Ila pia inachangia bakteria wazuri kuweza kuzaliwa tumboni mwako. Ila pia ni mbadala mzuri wa mlo usiku. Usiku hatutakiwi kula milo heavy, inatakiwa kula milo milaini. Kwa ukitumia hii itakwenda kukusaidia kupata mlo mlo laini wa kuweza kureplace usiku. Sasa haya yote nimetoka kuongelea ni vitu ambavyo vitakusaidia wewe kuweza kuwa na afya bora ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula ukipenda kutumia hizo bidhaa. Na kama tayari una changamoto, ni muhimu kutumia hizi bidhaa, zitakwenda kutatua changamoto hizo ambazo nimetoka kuziongelea hapo awali. Ila kwa kuendelea kuwa na afya bora, lazima tufahamu kuwa mwili wetu unahitajika kuwa alkaline na sio acidity. Na ukiwa unatumia vyakula ambavyo vitakufanya mwili wako kuwa alkaline, una uhakika wa kuwa na afya bora zaidi na kuepuka magonjwa mbalimbali. Sasa vyakula ambavyo ni alkaline, tunaongelea vyakula ambavyo vina include matunda, vegetables, herbs, nuts, seeds na herbal teas. Ila vyakula ambavyo ni acidity, hapa tunaongelea grains, beans, meats, dairy, fish, fast food na processed food. Hivi vyote katika ulimwengu tulionao sasa hivi watu wengi wanatumia sana acidity food. Ila kuna huyu bwana hapa alisema no disease including cancer can exist in an alkaline environment. Huyu Dr. Otto Warburg aliweza kuongea haya kwamba hakuna ugonjwa ukihusisha na kansa unaoweza kusurvive kwenye alkaline environment. Kwa hiyo tukiweza mimi na wewe leo hii kuhakikisha afya ya tumboni kwetu iko alkaline, tutaepukana na magonjwa mengi sana, hata kansa tutaepukana nayo. Ila tunavyoruhusu acidity ndani ya mwili wetu, tunapelekea kupata magonjwa mbalimbali ya kiafya. Sasa chaguo ni lako. You are what you eat. Unapenda burger, unapenda roast kuku, chips fulani hivi amazing, unapenda unhealthy choices za vyakula ambavyo unavitaka, tayari unakwenda kwenye acidity, inakupeleka katika changamoto za afya. Ila pia ukipenda kuishi kwa afya njema, basi kula natural foods kama hivyo, na tumia supplements kama nilizoziongelea hapo, zitakwenda kukuweka katika mfumo mzima wa kuwa na afya bora. Sasa kuna swali moja niliwahi kuulizwa kipindi fulani kwamba sasa vyakula vingi sasa hivi vimekuwa vikitumia chemicals, kama vyakula vingi tunakula ni GMOs. Kwa hiyo upataji wa nutrients sahihi ambazo tunatamani kuzipata kwenye vile vyakula hatupati kwa sababu vile vyakula ni GMOs. Ila pia mboga za majani unakuta kuanzia mbegu imepandwa ni madawa mpaka inafika. Kwa naamua kula mboga za majani, lakini mboga za majani still napata makemiko ya kutosha, mavitu ambayo hayafai mwilini mwangu ya kutosha. Ni kweli tuko kwenye ulimwengu wa kibiashara kama hivyo, na ndio maana changamoto zimekuwa kubwa sana katika masuala ya afya. Ushauri wangu kwako ni kwamba hakikisha
unaweza kuwa na tabia ya kutumia virutubisho hivi ili uweze kuwa na afya bora na uweze kuwa na mfumo mzuri wa mmeng'enyo wako wa chakula. Sasa usisubiri uumwe ndipo uanze kuiona thamani ya afya yako. Usisubirie changamoto ndio uanze kutafuta suluhu ya changamoto yako. Jali afya yako hata kama hauna changamoto. Hizo bidhaa zote nimeziongea hapo ni zinafaa wewe kutumia hata kama hauna changamoto. Kwa anza kutumia bidhaa hizo kutatua changamoto yako. Mwisho wa siku nimalizie kwa kusema, tunapomwona huyu bwana hapa, pembeni yake kuna funguo, huku kuna mkate. Kwa kuwa amebanwa na njaa, yeye ameona option yake hapo ni kuchukua mkate. Ni sawa kabisa, unaweza ukamcheka kwamba angechukua kwanza funguo, angefungua, angekula mkate na angekuwa huru, angeondoka. Lakini pengine hivi vitu na sisi tunavifanya kwenye maisha yetu. Hebu jiulize hili swali. Kati ya afya na pesa bora nini? Na je, siku inapoanza asubuhi, kama umesema bora afya, siku inapoanza asubuhi unafanya mambo ya kuiboresha afya yako na kuitunza afya yako mpaka inapoingia usiku unarudi kulala, au unafanya mambo ya kutafuta pesa mpaka unaporudi kulala? Alafu jibu utajua, je, kwako wewe binafsi afya ndo bora au pesa ndo bora? Ukiwa na afya bora itakuwezesha kupata pesa. Ukiwa na afya mgogoro itakupotezea kupata pesa. Ila bwana mmoja alisema hivi, watu wengi hupoteza afya zao na kuziteketeza afya zao kwa ubize wa kutafuta pesa. Alafu baadaye anapata pesa, afya inajibu, anaanza tena kutumia pesa kuitibu afya na changamoto mbalimbali za afya ambazo alizisababisha wakati anatafuta pesa, na muda unaisha, anakufa. Haja enjoy future wala haja enjoy present. Nawashukuruni sana kwa kunisikiliza. Naomba nikaribishe maswali. Karibuni kwa maswali, na unaweza ukaji-unmute hapo ukaweza kuuliza swali lolote tukaweza kujibu swali lako. Karibu. Kuna mmoja hapa ameongea kuhusu mimi siwezi kujisaidia bila kuchungulia. Kwa kweli nikikosa choo napata kwa shida, sili mpaka nihakikishe nimemaliza kwanza nilichokula, yaani nitaishi na maji na matunda. Pole sana kwa changamoto hiyo. Ya kupasa uweze kusafisha kwanza mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula. Nimeongelea ile juisi pale, uweze kusafisha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, upate na baadhi ya bidhaa ambazo nimeziongelea hapo, zitasaidia kukupa bakteria wazuri, utakupa fibers, mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula utafanya kazi vizuri, ila pia utakwenda kupata choo kizuri na kilaini. Karibu sana. Karibu mwingine mwenye swali lolote kabla hatujafunga session yetu. Tuna sekunde kadhaa hapa tuweze kumaliza kipindi. Mimi langu dokta, nilikuwa nataka unisaidie hivi vyakula vya prebiotic. Hivi vyakula vya aina gani vya prebiotic ambavyo vitasaidia kuzalisha bakteria wazuri? Vyakula vya nyuzi nyuzi na ambavyo ni alkaline, sio acidity. Ambapo hapo nimetolea mfano mboga mboga za majani ambazo zina fibers, matunda yenye fibers. Zile fibers zitakwenda kusaidia kutengeneza mazingira rafiki ya bakteria wazuri. Okay, karibu mwingine. Okay. Basi niwashukuru nyote kwa kuweza Kabla hujamaliza. Naam, karibu. Hapo umetaja vyanzo mbalimbali ambavyo vinasababisha tatizo la mmeng'enyo wa chakula na katika suluhisho ukatajia product karibia 6. Yes. Sasa sisi wenyewe kwa hii hapo somo ambao umelitoa kujua kwamba mmeng'enyo wangu wa chakula umesababishwa na changamoto fulani ni ngumu. Kwa hiyo kujua kwamba product ipi ndo niichukue tatua changamoto yangu pia nako ni ngumu. Okay. Hiyo unashaurije? Yaani katika hizo product zenu ambazo umestaja hapo, ni ipi tuchukue kwa ajili ya kusolve tatizo? Yaani unajuaje sasa kwamba kwa tatizo ile nililonalo nichukue product hii? Cha kwanza tunachofanya ni kukusikiliza
changamoto ulionayo. Kuna maswali tutakuuliza ambavyo utavyojibu tutajua okay, wewe katika changamoto hii unayoisema kuna hichi na hichi ambacho kinapelekea wewe kupata changamoto hii. Kwa sababu nimesema bidhaa zetu tunadili na kiini cha changamoto, kiini cha tatizo na sio kwenda kwenye tatizo. Kwa mfano, mtu anasumbuliwa na acid, anapewa antiacid, atatumia antiacid, lakini kesho na kesho kutwa tena changamoto iko pale pale. Kwa hiyo issue ni kudili na mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula, kuweza kusafisha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kutengeneza mazingira rafiki ya mfumo wake wa mmeng'enyo wa chakula kuwa sawa. Hiyo itapelekea yeye kuwa na afya njema na tatizo la acid litaondoka mazima kwenye afya yake. Kama mtu ana choo kigumu, sio issue kutumia dawa za kudumkiza kule ili choo kitoke kilaini. Itabidi tudili na kwa nini choo kinakuwa kigumu. Chakula hakimeng'enywi kwa wakati na kutoka kwa wakati, chakula kinakaa kwenye foleni sana katika utumbo mpana, kama ambavyo niliongelea pale, kinafyonzwa minerals na maji, kinazidi kuwa kikavu, kwa kinapelekea kupata changamoto hizo. Mtu apati choo, kiafya anatakiwa kupata choo at least basi kwa wiki isipungue mara 3. Ila pia inategemea na ulaji wako na unakula vyakula gani. Sasa wakuta mtu siku nzima inapita hajapata choo, kesho yake inapita hajapata choo, mwingine siku 3, mwingine wiki, kwa ujue tayari hapo kuna changamoto kubwa zaidi. Kwa hiyo ili kujua ipi ni ipi, sasa inabidi kukusikiliza na kuweza kukushauri. Naamini aliyekualika mahali hapa ukiweza kumuuliza ataweza kukushauri ni ipi na ipi uweze kutumia ambayo itakusaidia. Karibu sana. Kuna mmoja hapa amesema kwa mtu mwenye changamoto ya kiungulia na kifua kuwaka moto, unamshauri atumie bidhaa gani? Okay. Sawa. Sasa hii sio tu kuongea hivi, kuna maswali ambayo yanatakiwa kuulizwa tukajibiana vizuri ili tukaweza kuelewa kutokana na hizi hali ambazo unazipata ni nini na nini utumie. Kwa sababu kuna wakati wewe unaona lile tatizo lililopo, lakini deep down kuna kitu ambacho kinasababishia hilo tatizo kuwepo. Kwa hiyo ni lazima kufahamu mfumo wako wa maisha ulivyo, ulaji wako ulivyo, mambo ambayo unayapitia, hayo yanapelekea kuweza kujua hapa nikupe bidhaa ipi na ipi ambayo itakwenda kutatua changamoto yako. Kwa hiyo aliyekualika mahali hapa unaweza ukamuuliza haya maswali. Ila pia ukiona kama bado kuna changamoto, mnashindwa kuelewana, unaweza ukamuomba namba yangu ya simu, atakupatia uweze kuniuliza hayo maswali na niweze kukujibu vizuri ili ukaweza kutatua changamoto yako ambayo uko nayo. Karibu mwingine, kama kuna mwingine ana swali. Okay, basi mimi niwashukuru kwa wakati wenu na utulivu ambao mmeweza kuonyesha kuweza kujifunza kwa umakini. Ila pia kitu kikubwa ni kusisitize kwamba haijalishi changamoto yako unaiona katika udogo upi, changamoto ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, sasa hivi inabidi uchukue maamuzi makubwa ya kuanza kupambana kutatua changamoto yako haraka kabla haijakupeleka kwenye matatizo makubwa. Kwa sababu ukizembea inaweza kukupeleka katika kansa ya utumbo, inaweza kukupeleka katika kansa ya koo na machangamoto mengine makubwa ambayo utatumia mamilioni ya pesa na bado ukiendelea kuteseka. Nikutakie maamuzi mema ya kutatua changamoto yako ya mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula kabla haijawa mbaya zaidi. Asanteni kwa kunisikiliza na watakia usiku mwema. Mungu awabariki. Asante.